الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwani hawajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kiongozi wetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufunza jambo muhimu katika maisha yetu kwa kutuambia abarul birri an yasila ar-rajulu wudda abi, kwamba wema uliozidi wema au hakuna wema unaozidi wema kama mtu kuliunga lile penzi la mzazi wake. Wakatufasiria wanazuoni kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha hapa kwamba moja ya mambo mema tunayotakiwa kuwafanyia wazee wetu baada ya kuwa pengine wamekwisha ondoka ulimwenguni ni kuendelea kuwapenda na kuwatendea mambo mazuri wale ambao walikuwa wakipendwa na wazee wale. Bila shaka yoyote, iwe vile vile watu wale ni watu wanaoishi kwa kutekeleza yaliyo mazuri anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Mtoto wa Sayyidina Umar alikuwa ana tabia ya kupanda punda wake na kuvaa kilemba vizuri, kisha anatembea na punda yule. Waliokuwa naye wanaelezea kuwa kuna siku akitembea akamuona mtu mmoja wa mashamba. Alipomuona akamuuliza, alasta fulana ibn fulani, wewe sio fulani mtoto wa fulani? Yule bwana akasema, bala, ndio mimi. Alipojitambulisha, mtoto wa Sayyidina Umar akampa yule bwana punda wake, akampa na kilemba avae. Waliokuwa naye wakastaajabu na kumuuliza, kwa nini umefanya hivyo? Akawaambia, inni sami'tu Rasulullahi, mimi nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu akisema, inna min abarril birri an yasila ar-rajulu wudda abihi, katika wema uliozidi wema ni mtu kuunga mapenzi ya baba yake, na kwamba yule niliyompa alikuwa rafiki wa baba yangu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Maneno haya ya kurejeshe kwetu sisi leo, tujiangalie namna tunavyoishi na wale waliokuwa karibu, wapenzi wa wazee wetu, baada ya kuwa wazee wale pengine hawapo ulimwenguni. Ni kiasi gani wewe Muislamu unaendelea kuwatendea wema na kuangalia vizuri na kukaa nao kwa ihsani watu waliokuwa karibu na waliokuwa wapenzi wa wazee wako? Bali wanatuambia wanazuoni si hivyo tu, lakini Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha vile vile kuwa kama mtu ana mkewe, mke yule ikawa ameondoka ulimwenguni, moja ya mambo mazuri yanayoweza kuendeleza kuyafanya ni kuwatendea wema wale waliokuwa karibu na mke yule. Haya yote tunafundishwa ili kutuweka katika daraja ya juu kabisa ya ustaarabu, tutimie kuwa wale wanaoitwa basharan sawia, watu waliokuwa sawasawa, wanaoishi ulimwenguni kwa kutekeleza yale yote mazuri anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Ikiwa wa marafiki tu walio karibu na wazee wako, kuwatendea wema, kuendeleza mapenzi yaliyokuwa kwa wazee wako ni jambo lenye fadhila namna hii, vipi kuendelea kuunga udugu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameelezea kuukata ni katika madhambi makubwa kabisa?
alipokuwa akizungumza matendo maovu yanayofanywa na baadhi ya watu, akasema wayaqta'una ma amara Allahu bihi an yusal, na wanakata yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu kaamrisha yaungwe, nayo ni suala la udugu. Ikiwa marafiki ni katika sura hile, ni dhahiri ndugu wale kuendelea kuunga udugu, kuendelea kuwa karibu na ndugu na jamaa ni jambo lenye fadhila kubwa, na kuliacha hilo madhambi yake ni makubwa mno mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Alikuja bwana mmoja kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamuuliza Mtume swali akisema, ya Rasulullah, hal baqiya birru abawayya abirruhuma ba'da mautihima? Mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kumebakia wema wowote kwa wazee wangu ninaoweza kuwafansia baada ya kuwa tayari hawako ulimwenguni? Mtume akasema naam, ndio. As-salatu alayhima, kuwaombea rehma kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wal istighfaru lahuma, kuwaombea msamaha kutoka kwa Mwenyezi Mungu, wa infadhu ahdihima, na kutekeleza ahadi zao ambazo wameziacha ulimwenguni. Pengine wazazi wale walikuwa chia wasia wewe wa kutenda jambo fulani la kheri. Katika mema ambayo unatakiwa uyafanye baada ya kuwa wameondoka ni kuhakikisha jambo jema lile unalifanya. Pengine wazazi wale walikuwa na tabia ya kufanya jambo fulani la kheri. Katika mema unayoweza kuwafansia wazee wako ni wewe kuliendeleza jambo lile. Lakini wanazuoni wanatuambia amru bi shay'in nahyun an dhiddihi, ukiamrishwa jambo maana yake kinyume chake unakatazwa kingine usikifanye. Kwa kuamrishwa kutekeleza wasia wa wazazi au kuyaendeleza mambo mazuri walioyaacha, maana yake tunakatazwa tuyakimbie yale yote mabaya ambayo wao walikuwa wakiyachukia na Mwenyezi Mungu hayaridhii. Katika kuwatendea wema ni wewe kuyakimbia mambo mabaya yale, usiyakurubie na wala usiyafanye. Maneno haya yaturudishe tena tukae na tutafakari mahusiano yetu na wazazi wetu, ima wakiwa hai au baada ya kuwa wamekwisha ondoka, ni mazuri au mabaya. Kuwa mahusiano mazuri ni yale yanayokwenda kwa mujibu wa mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa hali si hivyo, haraka sana turejee katika kurekebisha ili mahusiano yawe mazuri wakiwa hai au baada ya kuwa wamekwisha ondoka, kwa sababu bado tuna nafasi ya kuwatendea mambo mema na wakapata thawabu zake, kama hivi ambavyo Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amemuelekeza sahaba huyu kwa lengo la kuwa na sisi tuige hapa, tujifunze, tuyaendeleze yaliyo mazuri anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa wenye kusikiliza maneno na wakafuata yaliyokuwa mazuri. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadi al-muhtaduna jalla jalaluhu fa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu Waislamu, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani wajapata waja wa Mwenyezi Mungu kuhusiana jambo lililo bora kabisa kuliko hili la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia hakuna wema ulio wa juu kabisa kama wa mtu kuunga mapenzi ya mzee wake. Na tukaambiwa na wanazuoni kuyaunga mapenzi ya wazee wetu ni kwa maana ya kuwatendea wema, kuwaangalia vizuri wale waliokuwa karibu, marafiki wa wazee wetu katika mambo ya kheri. Tukiendelea kuwaangalia, kukaa nao vizuri, tunaendeleza kufanya wema kwa wazee wetu, na Mwenyezi Mungu anatulipa katika hilo. Na mfano mzuri ni huu aliyouonyesha sahaba mtoto wa Saidna Umar alipokutana na aliyekuwa rafiki wa baba yake, akampa punda ambaye yeye alikuwa amempanda, akamvika na kilemba kile, na alipoulizwa na wenzie akawaambia huyu alikuwa rafiki wa baba yangu. Na mimi nilimsikia Mtume akisema inna min abarril birri an yasila ar-rajul wudda abi, katika wema ulio wa juu kabisa ni mtu kuunga mapenzi ya mzee wake. Lakini kama ilivyokuwa ndani ya kuunga mapenzi kuna wema na kheri nyingi, kinyume chake kuna madhambi makubwa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema inna min akbaril kabairi an yal'ana ar-rajul walidayhi, katika madhambi makubwa kabisa ni mtu kuwalaani wazee wake wawili. Qila ya Rasulullah wa kaifa yal'anu ar-rajul walidayhi, pakaulizwa pale kuambiwa Mtume, vipi mtu atawalaani wazee wake wawili? Mtume akasema yasubu ar-rajul aba ar-rajul, anaweza mtu akamtukana baba wa mwingine na yule naye akamtukana baba wake huyu, na huyu akamtukana mama yake yule. Kwa kufanya hivyo inakuwa tayari hao wamewalaani wazee wao wawili. Lakini wanazuoni wakatuambia vile vile haitoshi kuwa hivyo tu, bali hata kufanya matendo ambayo yatapelekea wazee wako wasemwe vibaya na kutukanwa, tayari wewe umepelekea kuwa umewalaani wazee wako wawili. Kwa hivyo wakati tukizingatia na kujitahidi kutekeleza mafundisho ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuunga mapenzi ya wazee wetu, vile vile tuzingatie hili, tusiingie katika kundi la wale ambao kila kukicha wao ni kuwalaani wazee wao. Pengine kila saa, pengine kila dakika mazungumzo haendi yakakaa vizuri bila watu wawili hawa, marafiki hawa, kwa kazi yao ni kutukaniana wazee wao. Au pengine kwenye kila unachokishika na kukitenda inapelekea jamii iliyokuzunguka iendelee kuwasema vibaya na kuwalaani wazee wao. Mwenyezi Mungu asijalie kuwa miongoni mwa kundi hilo. Atujalie tuwe miongoni mwa waja wake walio wema ambao wamewafundisha kila mara wasisahau kuwaombea dua wazee wao kwa kusema rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Mwenyezi Mungu warehemu wazee hawa wawili kama walivyonilea mimi nilipokuwa mdogo. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwa watu hao. Mwenyezi Mungu atuongoze katika kheri, tuwe miongoni mwa wenye kuunga mapenzi ya wazee wetu. Kisha kwa mafundisho mazuri haya aliyotuletea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatuamrisha jambo alilolianza yeye mwenyewe, kisha akalifuatisha kwa malaika walio wema, akamalizia kwetu sisi kwa kusema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خصوصا منهم أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب، أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، بقية العشر المبشرين بالجنة عن أزواج نبيك وعمي وسبطيه ذوي الإخلاص والصبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر.
إله إلا